Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata ushindi hii leo dhidi ya timu, sio timu ngumu, dhidi ya timu ya Pamba. Ushindi wa leo ulikuwa na maana kubwa sana kwa upande wetu. Tulihitaji sana ushindi huu kwa ajili ya kuendelea kwanza kukusanya point katika mtiririko wa mechi za ligi kuu ya NBC, lakini tulitaka kufuta makosa ya msimu uliopita. Msimu uliopita moja kati ya mikoa ama timu ambazo zilipelekea Simba tukakosa ubingwa ni pamoja na mechi ya Pamba baada ya kupata sare ya bao moja. Kwa hiyo tukasema msimu huu lazima tuoneshe kwamba timu yetu imeimprove na lazima tufute hayo makosa ambayo tumeyafanya katika msimu uliopita. Na kufuta makosa maana yake ni kwamba kama ulipata sare msimu uliopita, maana yake msimu huu unatakiwa kushinda. Lakini na tatu, kwa umuhimu wake kabisa, ilikuwa ni muhimu Simba kupata ushindi leo ama kuwafunga Pamba ili kuwakumbusha Pamba kwamba wao ni timu ya daraja gani. Maneno yamekuwa mengi siku za hivi karibuni, wanaona kama wanatumudu hivi, wanaona kama sisi na wao ni saizi yao. Yanataka kumlinganisha Sangara na Dagaa, yani tumaneno tukawa twingi. Sasa ilikuwa ni muhimu sana hii leo kuwafunga Pamba ili kuwakumbusha kwamba wao ni Pamba na sisi ni Simba Sports Club, hatufanani hata kidogo, ni timu za madaraja tofauti na sisi ni wakubwa, ni wakubwa kwenye nchi hii, ni wakubwa kwa Pamba na ni timu bora Afrika hii. Sasa huwezi kuwa timu bora kama watoto kama hawa wanakuchezea sharubu. Kwa leo ilikuwa ni muhimu sana kuja kumfunga ili kumkumbusha yeye ni nani na sisi ni nani. Na ana kila sababu ya kumshukuru Mungu hii leo kumfunga goli 2 pekee. Leo ilikuwa tumtandike goli nyingi sana. Tunaweza tukawatupia lawama wachezaji wetu. Walikuwa kwenye nafasi ya kumwadhibu Pamba vikali, kufunga mabao 4 mpaka 5 kwa sababu ya namna ambavyo tulikuwa tumeutawala mchezo, namna ambavyo tulikuwa tuko bora katika siku leo, namna ambavyo tumetengeneza nafasi nyingi kwa kweli. Lakini yote kwa yote hizi mbili zinamtosha. Nyama ameondoka na ushindi. Tumefuta makosa ya msimu uliopita. Mambo ni yena. Mechi 2 Libase assist 3 na hata lile goli la kwanza niende aliyetia ile keepers. Inaonekana kama Libase amekuwa ni mchungu sana kwa wapinzani kwa msimu huu. Moja ya jambo la kufurahisha ni namna ambavyo Libase Geye amerejea tangu tumemaliza msimu huu ulivyoanza, namna ambavyo amerejea kwenye timu akiwa na ubora mkubwa sana. Libase huyu ambaye wanamuona sasa sio ambaye alimaliza ligi msimu uliopita. Msimu huu amekuwa bora, ubora wake umeongezeka maradufu zaidi. Amekuwa mchezaji bora katika mechi 2 mtawalia. Ndio mchezaji pekee ambaye mpaka sasa round ya pili amefanikiwa kucheza vizuri mechi ya kwanza na kucheza vizuri mechi ya pili. Lakini katika magoli 4 ambayo Simba tumefunga mpaka sasa, yote 4 Libase Geye amehusika moja kwa moja. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye amerejea msimu huu akiwa na quality ya kiwango cha juu kweli kweli, na amekuwa ni msaada kwa timu, amekuwa ndio roho ya timu. Na kama sio wachezaji wa Pamba kumchezea huni, kuna wakati walikuwa mpaka wanamkumbatia, yani anageuka naondoka na mali wanamkumbatia namna hii mgongoni. Kama si kumchezea vibaya hivyo, Libase angeweza kupeleka madhara mengi zaidi kwa Pamba. Lakini yote kwa yote tuna kila sababu ya kujivunia Libase Geye kwa sababu amekuwa ndio mhimili muhimu kwa Simba yetu. Michezo 2 kadi 2 nyekundu, pengine usemaji kadi hizi? Yani rekodi mbaya sana kupata kadi 2 nyekundu. Hata ingekuwa moja bado ni rekodi mbaya, na hili lazima tuzungumze na wachezaji wetu ya kwamba kwanza wanaitia doa Simba Sports Club. Timu kubwa haitakiwi kuwa na makosa ya kizembe kama hayo. Mechi ya kwanza tumepata kadi nyekundu, mechi ya pili kadi nyekundu, tena kwa rafu ambazo sio rafu za kimpira, ambazo hazikuwa lazima mtu kuzifanya. Kumpiga mtu kiwiko haina lazima ya kuifanya. Kuruka teke haina sababu ya kufanya.
ingekuwa unamzuia mtu asiende kufunga na vitu kama hivyo, tungeweza kuelewa ya kwamba umefanya kwa ajili ya kuiokoa Simba. Lakini kwenda kufanya matukio ambayo si ya kiungwana, si ya kimpira, hili jambo halikubaliki, na lazima kama uongozi tuzungumze na benchi la ufundi, wazungumze na vijana wao, waepukane na makosa kama hayo. Lakini lazima wachezaji waelewe ya kwamba mambo yamebadilika hivi sasa. Unaweza ukamdanganya referee asione, lakini uweze kuidanganya video support. Na hata ukiangalia matukio yote ambayo tumeadhibiwa kwa kadi nyekundu, yote waamuzi hawakuona, lakini video support ikaje ikaona. Kwa hiyo hakuna sababu ya kufanya ujanja kwenye mechi, kwa sababu yako macho mengine ambayo wewe uyaoni, lakini yanakuja kukuadhibu baadaye. Lazima tuzungumze na wachezaji wetu, hili halikubaliki hata kidogo. Kwanza wanapopewa kadi nyekundu unaumiza wachezaji wenzio, unaitesa timu, lakini unaidhoofisha timu kuelekea mechi inayofuata. Na leo umeona kwenye kipindi cha kwanza tulikuwa kwenye kiwango bora kweli. Tumemkamata Pamba kiasi cha kuweza kumfanya chochote ambacho tunataka kumfanya hii leo, lakini baada ya kadi nyekundu timu ikapotea, timu ikarudi chini, tukaanza kupokea mashambulizi na hatimaye wakapata goli. Yote hayo ni madhara ya kucheza pungufu. Kwa hiyo hatuwezi kufumbia macho hili. Kama viongozi lazima tukae tuzungumze na wachezaji wetu, waachane na matukio yasiyokuwa na ulazima katika mchezo, wanatugharimu. Ahmed, ipi ni comment yako kwa michezo yenu miwili ya kanda ya Ziwa, Kagera pamoja na hapa Mwanza dhidi ya Pamba? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, as long as timu imeshinda, maana yake tumecheza vizuri. Mwaka huu ni tofauti kidogo na miaka mingine. Mwaka huu ligi imeanza kwa pesi ya juu sana. Ligi imeanza na ushindani. Miaka mingine unakuta timu nyingine kama hivi, mara sio wachezaji wana vibali, mara sijui kuna mwingine haja wasili kabini, mara sijui, yani ile inakuwa vululu mpaka mbeleni huko, ndio timu zinakuja zinakaa sawa. Lakini msimu huu kila timu imeanza ikiwa imekamilika. Ukiangalia mechi yetu dhidi ya Kagera Sugar, namna ambavyo ilikuwa ngumu, mechi yetu dhidi ya Pamba, lakini usiangalie tu mechi za Simba na timu nyingine, tazama ligi kwa ujumla, namna ambavyo timu nyingi zimeweza kujishikilia kwa kweli. Kwa hiyo inatoa ishara na dalili njema ya kwamba msimu huu tutakuwa na ligi bora sana ya ushindani. Semaji, sijakusikia ukimzungumzia Nindi Jeyara. Ndo ametambulishwa jana ameanza mazoezi, kwa hiyo bado anakuja taratibu. Ni kijana wetu ambaye tumemlea wenyewe kutoka Simba B, amefanya vizuri, baadaye akaenda kwenye timu mbalimbali za senior team kwa ajili ya kupata uzoefu. Msimu huu tulikuwa tunahitaji kuongeza nguvu kwenye eneo la backline. Watu ambao walikuwa wanasema kwa nini sio mshambuliaji na beki. Ukiangalia mpaka sasa mabeki wakati tegemeo tuliokuwa nao ni Rushain De Rock pamoja na Ismail Toure. Anayefuatia ni Vertus Masinde. Ikitokea kwa bahati mbaya akaumia mmoja wapo hapo, maana yake ni kwamba anaingia Veda kwenda kuokoa jahazi. Kwa hiyo utacheza ukiwa na Veda na mmoja kati ya Rushain na Toure, ukiwa hauna backup nyingine, nani anakuja kuokoa jahazi pindi timu itakapohitaji backup ya center back. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kupata center back mwingine, ili ndani unakuwa na ma center back wawili kwa maana ya Toure pamoja na Rushain, na nje unakuwa na ma center back wawili kwa maana ya Nindi pamoja na Vertus Masinde. Ndio sababu ya msingi ya kumchukua bwana Nindi. Ni kijana mdogo mwenye umbile zuri, mwenye akili kubwa mpira, ambao tunaamini ana uwezo mkubwa wa kuisaidia Simba Sports Club. Kituo kinachofuata ni dhidi ya Singida Black Stars, miongoni mwa timu ngumu sana. Unazungumziaje kuelekea huo mchezo, Simba Sports Club mtakavyojipanga? Ni timu ngumu tunakwenda kukabiliana nayo, na sisi tunajiandaa. Kila timu tunajiandaa kulingana na ugumu wa mechi husika. Namna ambavyo tulijiandaa na Kagera ni tofauti na tulivyojiandaa na Pamba, na itakuwa tofauti tunavyokwenda kujiandaa dhidi ya Singida.
Timu inaondoka kesho Mungu akipenda kuelekea Singida kwa ajili ya kuanza maandalizi rasmi sasa kuelekea katika mchezo wetu huo dhidi ya Singida. Ni mechi ngumu kwa sababu kadha wa kadha. Sababu ya kwanza ni ubora waliokuwa nao Singida, wana wachezaji wenye quality nzuri. Sababu ya pili ni mentality waliokuwa nayo Singida, haihitaji maelezo mengi. Mentality yao, upinzani wao walioutengeneza dhidi ya Simba ndio ambao wanafanya mechi yetu na wao kuwa ngumu, lakini tunaamini kwa ubora tuliokuwa nao jumlisha maandalizi ambayo tutakwenda kufanya, tunayo nafasi kubwa ya kupata ushindi katika mchezo dhidi ya Singida inshallah. Mashabiki wa Simba wamtegemea Jibril Kasali lini uwanjani? Uko uwezekano mkubwa wa kurejea katika mechi dhidi ya Singida, japo bado ni 50-50. Ilikuwa lazima ukose mchezo wa leo dhidi ya Pamba, lakini mechi ya Singida tutamwangalia maendeleo yake mazoezini. Baada hapo tutatoa taarifa kama ana uwezo wa kucheza dhidi ya Singida ama ataendelea kupumzika kupatiwa matibabu. Jambo jema ni kwamba matibabu anayopatiwa si ya kufanyiwa upasuaji na wala si matibabu ya kumweka nje kwa muda mrefu. Ni matibabu ambayo atatibiwa kawaida kisha atarejea uwanjani. Asante sana. Mmeridhika? Atuonane tena watu wa